Sasa tutaanza kujifunza kuhusu mambo ya udiakonia, kwamba udiakonia ni nini, ili tuweze kuelewa udiakonia ni nini na umuhimu wa udiakonia. Kwa nini kanisa limeamua tuwe na huduma hii na haikuwepo na sasa imeboreshwa, tunaitwa kwa jina la udiakonia. Tunaposema udiakonia ni matendo ya huruma kufuata msingi wa Yesu Kristo, kumhudumia mhitaji. Ni matendo ya huruma kufuata msingi wa Yesu Kristo, kumhudumia mhitaji. Tunaposema udiakonia, tunasema nafuata msingi wa Yesu Kristo, kwamba Yesu Kristo yeye ndio tunasema mdiakonia wa kwanza. Kwa sababu ujio wa Yesu Kristo kwetu sisi alikuja kutatua changamoto ambazo wanadamu walikuwa wanazipitia. Kwa hiyo tumeona kwamba udiakonia kama tulivyosema ni matendo ya huruma kumsaidia kumfikia mhitaji, na kuna wahitaji wa aina mbalimbali. Tunaona kwamba kuna wahitaji wengine ni wajane, kuna wahitaji wengine ni wazee vikongwe, kuna wahitaji wengine watoto wa mitaani, kuna wahitaji wengine wameathirika na madawa ya kulevya, kuna wahitaji wengine wamepata majanga mbalimbali majanga mbalimbali ambayo yanaweza kutokea ambayo hakuna mtu anaweza kuzuia. Kuna majanga mbalimbali ambayo ya magonjwa, watu wamekumbwa na magonjwa mbalimbali, wengine wamepatwa na ulemavu wa aina mbalimbali. Kwa hiyo wamepitia katika changamoto mbalimbali. Wengine wamepata shida ya kuwa na njaa, wengine wamepata shida ya kupotelewa na wazazi, kutokea kuwa yatima. Kwa hiyo eneo la udiakonia ni pana sana kuliko tunavyofikiri. Kwa hiyo kabla tujaendelea, tungeweza kutafakari kwa nini sasa tunasema Yesu Kristo ndio mdiakonia wa kwanza, na sisi ndio Wakristo tunafuata msingi wa Yesu Kristo, na sisi tumefuata yeye. Unaposema wewe ni Mkristo, manake umekuwa mali ya Kristo, kwa sababu Kristo huu umesababishwa na Yesu Kristo, umesababishwa na ujio wa Yesu mwenyewe. Ndio maana tumepata neema hii ya kuitwa Wakristo. Bwana Yesu asifiwe. Manake Yesu ndio tunasema mdiakonia wa kwanza. Sasa tukitafakari, hivi Yesu mwenyewe ndiye atakayeshuka kuja kutuhudumia sisi au tuhudumiane sisi kwa sisi? Ndio swali la kujiuliza, kwamba Yesu ndiye atakaye kuja awahudumie hao wahitaji. Jamani, kwani kuna wahitaji kwenye jamii yetu? Wapo? Tunaongea, mimi natamani watu naongea, sio kwamba niongee mwenyewe, sababu hapa tunaelekezana, tunatafakari kweli kwenye jamii kuna kitu hiki, kama kuna jambo hili tumefanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nitafurahi sana tukiwa tunaongea, nikiwauliza swali, tunajibizana, tunaona. Kwa hiyo kama tumesema kwamba wapo, maanake kwamba hivi kweli Yesu mwenyewe ndiye atakaye kuja kuwahudumia hawa watu, si ndio? Si ndio? Yesu mwenyewe ndiye atakuja kuwahudumia hawa watu. Si ndio umesema? Kwa nini? Kuna sehemu nyingine nasema Mungu ni mume wa wajane, si ndio? Ipo kwenye Biblia? Ipo? Iko sehemu gani? Tumekubaliana ipo, si ndio? Bana watu wengine na wasiwasi sasa. Ipo, wanasema ipo, wanyoshe mkono. Kama ipo kwamba ni mume wa wajane, hivi Yesu au Mungu atashuka awahudumie hao wajane, si ndio? Sio Biblia inasema kwamba ni mume wa wajane, tunasema hata sisi tunasema, mnasema Mungu ni mume wa wajane,
si ndio? Kwa hiyo Mungu atashuka wahudumie wale, si ndio? Tumewatelekeza, tumewaacha. Bwana Yesu asifiwe. Hivi kweli tunawahudumia wajane? Mnaikaa kanisani mkafikiri kwamba kwenye ushirika wako ule ndio maana kuna kamili za udiakoni, mkabaini kwamba kwenye ushirika wetu huu kuna wahitaji kadhaa wa aina mbalimbali. Kuna wajane wenye nguvu wako kadhaa. Kuna wajane ambao kweli hawana nguvu kabisa, hawana uwezo wote wako kadhaa. Au natoa tu mfano, au kuna watu wenye ulemavu wako kadhaa. Kuna watoto wa mitaani wako kadhaa. Na kwanza kwenye ushirika wenu waumini wa kanisa lenu, lakini bado kwenye jamii, kwa sababu kanisa hili hapa linahudumia jamii nzima. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kuhubiri injili, kama mpagani atakuja kanisani, si ndio? Kwa hiyo unapoonyesha upendo wa Kristo, maana sisi tunasema tunahubiri injili kwa matendo. Unapoenda kuhubiri injili kwa matendo, kule unahubiri kwa mataifa, kwa watu wote, si ndio? Sio kama ninalenga kwa watu wangu tu, kwamba huyu ni kwa sababu ni Moravian tu ndio atakayemhudumia. Sasa tuanze na Moravian. Umebaini kama kwenye Moravian ndani ya kanisa lenu kwamba tuna wazee vikongwe wangapi, tuna wajane wangapi, tuna yatima wangapi katika ushirika? Bwana Yesu asifiwe. Mmebaini hivyo, na baada ya kubaini mkawauliza kwamba tumepata pengine watu 10, mkamuuliza mmoja mmoja kwamba unaangalia uwezo wake. Pengine huyu mtu anatamani kutoa sadaka lakini amekwama, ameshindwa. Bwana Yesu asifiwe. Mkamuuliza kwamba unaweza kufanya kitu gani, kwamba kama kanisa sasa kwa msaada 500 wengine wanasema tone, si ndio? 500 tukimchangia akafanya kile kitu alichosema naweza kukifanya, si ndio? Akasema mimi nataka kufuga kuku, mkamnunulia kuku wake 10 hawa hapa, akafuga, akapata mayai, akiuza, hata toa sadaka huko kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Sataona kwamba kanisa ndio baba, kanisa ndio Mungu, si ndio? Sataona kwamba kukimbilia kanisa yani kukimbilia kanisa, kumbe kule ndio kwenye msaada wangu, ndio faraja yangu. Unafikiri sataona hivyo? Je, na yule ambaye jirani yake akiona kwamba alisaidika na kanisa, unafikiri atajisikiaje? Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndo tunaenda. Unafikiri huyu mtu atajisikiaje? Na watu wengine, jamii ya pale, unapoona lile kanisa linajishughulisha kufanya vile, unafikiri watajisikiaje wale watu? Alikuwa ananishuhudia mchungaji wanafanya vizuri sana Wachunya pale mjini. Anasema sasa hivi kanisa linafurika. Watu wanatoka kwenye shirika zingine wanakwenda pale. Kwa nini? Baada ya kuona yale matendo ya huruma, watu wanasaidika. Lakini akija tu kanisani akihubiria injili, sasa toa na sadaka. Bwana asifiwe. Kwani atakaa tu kwenye kiti tu? Sasa peleka angalau 500. Simali watu tayari sadaka zimeongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi tumeendelea kusema huyu amepewa kiroho, mbona watu hawatoi sadaka? Lakini kama kanisa, wewe umemwezesha vipi yule Mkristo? Kama ng'ombe, wewe ukiwa na ng'ombe utakuwa unakamua tu maziwa bila kumwezesha. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unakamua tu ng'ombe, unakamua mpaka damu. Mnaanza kusema amepewa kiroho. Kumbe hujajua matatizo, anatamani angetoa. Na tena mnaweka utaratibu mzuri, mnapita hatua kwa hatua, mnapita. Mwingine anaweza kwenda kula katoa tu hewa, mnasema ametoa sadaka. Kwa nini alitamani? Anaona aibu, kwa sababu mnapita tu kwamba hamjaweka hiari, anaondoka huyu msaada ndaki peke yake amekaa. Mna akili sana. Bwana Yesu asifiwe. Anaona ni aibu, anaenda tu ametoa hewa, mnasema ametoa sadaka, anamkosea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe angetamani na awe na kitu cha kutoa. Lakini kanisa hatujaifikiri namna ya kumwezesha. Naposema udiakonia si swala tu la kumpatia mahitaji. Ni mpana sana. Bwana Yesu asifiwe. Ni pana sana.
Nina ushuhuda, nilienda kule Itezi, yule mama ni mjane, hana ndugu kabisa. Alifiwa, lakini kanisa ndio lilisaidia ule msiba, ndio wenyewe ndio liandaa kila kitu msiba ule. Lakini yule mama ni mjane, amekaa pale. Nyumba yake imedondoka kuta zote mbili. Lakini ni abati, lakini imedondoka ukuta wa kwanza gebu na gebu. Kwa hiyo imebaki tu hizi kuta hizi ndefu. Kwa hiyo amebaki mle, analala mle, ikija upepo ule mkali jamii haioni. Na tena ni muumini wetu wa Moravian. Bwana asifiwe. Tulipokuwa na baini nikasema hapa ndio diakoni unapoanzia. Na watu nawauliza majirani pale, nasema huyo mama kama unavyoona nyumba, choo hana. Sasa na hana uwezo na hana mume. Anamnasema Mungu ni mume wa wajana. Kwa hiyo Mungu aje amchimbie choo yule mjane. Bwana asifiwe. Sasa Mungu anaona haji kumchimbia choo. Bwana asifiwe. Huyu Mungu anaona haji kumsimamisha zile debu, sababu nyumba nayo inabaki kabisa. Lakini haji huyu Mungu kumsaidia kusimamisha zile debu. Bwana asifiwe. Nikamwambia mchungaji na wazee wa kanisa pale. Nikasema hapo diakoni nilipoanzia. Kwa nini mmeshindwa kweli hata kutafuta kama kwa nini faida ya kuwa na kwenye shirika kwaya A, kwaya B, sijui kwaya C, kwaya kuu, sijui injilisti, sijui au watu tu. Mmeshindwa kama kwenye shetu kuambia kwamba jamani, pale yule mama ana changamoto, tena ni muumini wetu. Ana changamoto 1, 2, 3. Bwana asifiwe.